DW Dunia Yetu leo jioni. Sielewi tena malengo ya Israel huko Gaza, anasema kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi anadhamira kuishtaki Tanzania katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC mjini The Hague, Uholanzi. Na jeshi la Uganda latangaza kusitisha ushirikiano wa kijeshi na Ujerumani. Tuko mubashara pia katika channel yetu ya YouTube, msikilizaji, na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu. Nikianza moja kwa moja na kauli ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye amesema haelewi tena malengo ya Israel katika ukanda wa Gaza. Merz amesema kiwango cha sasa cha mashambulizi ya Israel dhidi ya Hamas hakiwezi kuhesabiwa kama ni mapambano dhidi ya kundi hilo. Huku hayo yakiendelea, jeshi la Israel limetoa agizo jipya la watu kuhama kutoka eneo la kusini mwa mji wa Khan Yunis. Taarifa kamili na Zainab Aziz. Kansela wa Ujerumani amesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel katika ukanda wa Gaza yanateketeza binadamu na kupoteza maisha ya raia wasio na hatia, na kwamba mashambulizi hayo ya Israel hayakubaliki na yamevuka mipaka ya vita dhidi ya ugaidi. Kansela wa Ujerumani pia ameelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya kuzorota kwa hali ya kibinadamu huko Gaza na kuongezeka kwa operesheni za kijeshi za Israel katika eneo hilo. Wir sind sehr besorgt über die Lage im Gazastreifen. Tuna wasiwasi kuhusu hali ya ukanda wa Gaza na pia kuhusu Israel kuimarisha operesheni yake ya kijeshi. Tunahimiza kuruhusiwa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza bila kuchelewa, kwa sababu kama tunavyosikia kutoka kwa Umoja wa Mataifa ni kuwa kuna hatari ya kuzuka baa la njaa katika ukanda wa Gaza. Tunatakiwa kusaidia ili watu wasiendelee kuteseka. Dort nicht weiter leidet. Hatua hii inashangaza kidogo kwa kutokana na sababu za kihistoria. Ujerumani daima huwa inajiepusha na matamko ya kuikosoa Israel, tofauti na washirika wengine wa bara Ulaya. Israel kwa upande wake inaendeleza mashambulizi yake, huku jeshi likitoa agizo la watu kuhama kutoka kwenye baadhi ya maeneo ya mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza hii leo Jumatatu. Mengineyo, waziri wa usalama wa taifa wa Israel anaelemea mrengo mkali wa kulia Itamar Ben-Gvir ametembelea eneo takatifu kwa Wayahudi na Waislamu ambako kuna msikiti wa Al-Aqsa kwenye mji mkongwe wa Jerusalem. Tangu Israel ilipoliteka eneo hilo mwaka 1967, yalifikiwa maelewano kati ya viongozi wa kidini wa Israel na Waislamu kwamba Wayahudi wanaruhusiwa kulitembelea eneo hilo, lakini hawakubaliwi kusali hapo. Lakini Ben-Gvir amesema leo hii amebadilisha makubaliano hayo. Kwa Waisraeli wengi, siku ya Jerusalem ni tukio la furaha linaloashiria wakati wa ukombozi katika historia ya nchi yao katika upatikanaji wa eneo muhimu la Wayahudi la Ukuta wa Magharibi. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, sikukuu ya Jerusalem wakati mwingine imesababisha vurugu. Taarifa yake Zainab Aziz kuhusu mzozo wa Gaza. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema rais wa Urusi Vladimir Putin anaona mapendekezo ya mazungumzo ya amani na Ukraine kama ishara dhaifu na amejibu kwa kuzidisha vita. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Merz ameliambia shirika la utangazaji la umma VDR ni wazi kuwa Putin anaona mapendekezo ya mazungumzo hayo kama dhaifu na kwamba juhudi za kidiplomasia za kumaliza mzozo wa Ukraine zimekumbana na hatua kali za kijeshi kutoka Moscow. Kulingana na Merz, washirika wa Ukraine kutoka nchi za magharibi wametumia kila njia za kidiplomasia zilizopo. Merz ameonya ikiwa hata pendekezo la pande hizo mbili kukutana Vatican halijapata idhini ya Putin, basi wanatakiwa wajitayarishe kuona vita hivyo vikidumu kwa muda mrefu kuliko wanavyotamani kuviona vinamalizika. Aidha, kansela huyo wa Ujerumani amesema washirika wa magharibi hawaweki tena marufuku na mipaka ya aina mbalimbali za silaha kwa Ukraine na kwamba nchi hiyo sasa ina makombora ya masafa marefu kuweza kuilenga miundombinu ya kijeshi nchini Urusi.
Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Hakuna tena vikwazo vya silaha zinazotolewa kwa Ukraine, sio kutoka kwa Uingereza wala Ufaransa wala sisi na wala Marekani. Hii inamaanisha kwa Ukraine sasa inaweza pia kujilinda yenyewe, kwa mfano kwa kushambulia maeneo nchini Urusi. Haikuweza kufanya hivyo hadi hivi karibuni, sasa inaweza. Ausnahmen nicht getan, das kann sie jetzt. Katika hatua nyingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema anadhani rais wa Marekani Donald Trump sasa anatambua uongo wa Putin kuhusu Ukraine. Macron ameitoa kauli hiyo baada ya Trump kusema kwamba Putin amekuwa mwenda wazimu kutokana na kuendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine, na hivyo alikuwa anafikiria kuweka vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Macron amesema ana matumaini kuwa hasira ya Trump dhidi ya Urusi itabadilika na kuwa ya vitendo. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuizuru Berlin siku ya Jumatano kukutana na Merz. Gazeti la Ujerumani la Der Spiegel limeripoti leo kuwa Merz anataka kujadiliana hatua zinazoweza kuchukuliwa kuelekea katika mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Kansela huyo wa Ujerumani anatarajiwa kumwarifu Zelensky kuhusu mipango ya vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vinavyonuia kuiongezea shinikizo Moscow kushiriki katika mazungumzo ya amani. Huku hayo yakijiri, mkuu wa ujasusi wa kigeni wa Ukraine Ole Ivashenko amethibitisha taarifa kwamba China inaipatia bidhaa muhimu Urusi katika viwanda vyake vya kijeshi. Ivashenko amesema leo kwamba kuna taarifa China inaipatia Urusi bidhaa maalumu za kemikali, baruti, unga wa risasi na vifaa vingine vinavyoiwezesha kutengeneza risasi. DW tunavuma kwa kishindo. Saa 12 na dakika 13 Afrika Mashariki. Kama unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn. Tuelekea sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama cha Joseph Kabila na kundi la waasi la AFC M23 wanadai kuwa rais huyo wa zamani yuko mjini Goma. Ziara hiyo inaelezwa na wafuasi wa Kabila kuwa inalenga kutafuta suluhisho la mzozo wa hivi sasa nchini humo. Hata hivyo, serikali imekosoa vikali ziara ya Kabila mjini Goma na kusema ni usaliti kwa taifa. Mengi zaidi yanayo Salehe Mwanamilongo. Duru mjini Goma zimesema kuwa Joseph Kabila alikuwa na mashauriano na watu wake wa karibu mchana wa leo mjini huko, lakini ajenda ya ziara yake rasmi haijawekwa wazi. Ramazani Shadari, katibu mkuu wa chama cha PPRD, chama chake Kabila, ameiambia DW kuwa ziara ya Kabila mjini Goma inalenga kurejesha amani na usalama. Kwa kufika yake Goma ni kusema kama anatafuta amani iingie kati ya ndani ya nchi yetu Kongo, sababu yeye alikuwa rais wa zamani. Sisi tunapenda njoo amani iingie Mkongo. Kabila anajua vita ni nini, mambo ya vita ituangalie tena. Duru zimeiambia DW kwamba rais huyo wa zamani wa Kongo aliwasili Goma usiku wa manane kwa njia ya barabara na alipokelewa na kiongozi wa kundi la waasi la AFC M23 Corneille Nangaa. Kabila aliondolewa kinga yake ya kisheria wiki iliyopita kufuatia ombi la serikali la kutaka afunguliwe mashtaka ya uhaini. Serikali ya Kongo imekuwa ikimtuhumu Kabila kuwaunga mkono waasi wa M23 wanaoshikilia miji ya Goma na Bukavu, miji mikuu ya majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini. Ijumaa iliyopita, Joseph Kabila alimkosoa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi kwa kile alichokiita uongozi mbaya, akisema kuwa umelitumbukiza taifa katika mgogoro wa kimuundo na kuifanya Kongo kuwa kichekesho mbele ya jamii ya kimataifa. Mjini Kinshasa, hotuba ya Joseph Kabila na ziara yake huko Goma vimechukuliwa kama kitendo cha usaliti wa taifa na kwa demokrasia. Akihojiwa na televisheni ya taifa, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa Kabila amepitwa na wakati na alitakiwa kunyamaza. Après on a vu les réactions de Congolais. Je pense que tumeona maoni ya Wakongo baada ya hotuba ya Kabila. Maoni ya Wakongo walio wengi kwenye mitandao ya kijamii ni ishara tosha kuhusu wanachofikiria. Kwa hakika, Rais Kabila amepitwa na wakati, ambaye hana jambo jipya la kupendekeza kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Kwa upande wetu sisi tunajikita katika kutatua matatizo ambayo yeye Kabila hakuweza kuyatatua wakati alipokuwa madarakani. à l'époque Kuwasili huko kwa Joseph Kabila mjini Goma kuna kiweka matatani chama chake cha PPRD ambacho baadhi ya viongozi wake wamekuwa wakihojiwa na mamlaka za Kinshasa, huku waziri wa mambo ya ndani akitangaza kusitisha shughuli za chama hicho.
Hata hivyo, Ramazani Shadari, katibu mkuu wa chama, amesema hawatishiki na hatua hiyo ya serikali. Chama iko ndani ya kichwa ya mtu. Chama iko ndani ya kichwa ya mtu. Sisi ni PPRD, sisi ni wakabiliste. Tunaona kama ni mchezo. Mchezo. Kwenye ujumbe kupitia ukurasa wake wa X, Corneille Nangaa, kiongozi wa kundi la waasi la M23, amesema kuwa kwa pamoja na Kabila wanadhamiria kukomesha kile alichokiita kuwa ni udikteta na migawanyiko nchini Kongo. Endelea kutuma maoni yako msikilizaji, nami nitayasoma hapo baadaye. Unaweza kufanya hivyo kupitia YouTube yetu, channel yetu, au katika Facebook, nitayasoma hapo baadaye. Nchini Kenya, mwanaharakati ambaye alitekwa nchini Tanzania na siku 3 baadaye kutelekezwa katika eneo la Horohoro karibu na mpaka wa taifa hilo na Kenya, Boniface Mwangi amezungumza na DW na kusimulia yaliyomfika, huko akionyesha dhamira ya kuishtaki Tanzania katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ya mjini The Hague nchini Uholanzi. Zaidi msikilize akieleza hali yake ya sasa pale alipozungumza na Sudi Mnete. Niko na maumivu kwa mwili, sehemu za siri niko na maumivu, na miguu yangu pia iko na shida juu niko na 3 fractures. Fracture kwa miguu na left na kidole kimoja kimevunjika. Wakati hatua za mwanzo ambapo umeachiliwa, ilielezwa kwa hali yako mbaya sana, na hata wewe mwenyewe baadaye ukasema umepitia siku za giza, siku ngumu sana. Hebu tueleze kwanza, kwa kiasi gani umeumizwa kwa ndani? Waliniumiza sana, lakini ile mateso ilikuwa kwa hiyo siku 3 nilikuwa nimeshikwa, sikuwa naona, walikuwa wamenifunga uso na niko na pingu siku 3. Kwa hivyo sasa kulikuwa na ile psychological torture na ilikuwa na physical torture. So hizo vitu zote mbili zinapatia shida. Mwili nauma, akili pia si timamu kabisa, akili pia inasumbua, iko na ile mawazo mengi. Nimekabo macho, nimepigwa pingu, nikizungumzia ni kupigwa tu. Kama utapata matibabu mazuri, utarejea katika hali yako ya kawaida, au kasoro zake za kuwa bado zimesalia katika mwili wako? Unajua mwili kivunjika rudi vile ilikuwa hivyo hapo awali, lakini natumai kwa pale pamevunjika kipore kwa vizuri, naweza tembea vizuri. Kwa wakati siwezi tembea vizuri, lazima nipatiwe usaidizi ndio niweze kutembea hata kwa msalani. Wakati wote ambapo ulikuwa unafanywa hivyo, umefungwa macho, ulikuwa unasikia chochote, kelele kwa mfano zilizokuwa zinapigwa na ulimwengu, Mwangi, ulikuwa unasikia kilio cha wananchi? Kuna siku nilikuwa nasafirishwa na gari kutoka Dar es Salaam, nilikuwa napelekwa wapi, na walikuwa nasikia Dichuele, so nikasikia wakisema kama mwanaharakati maarufu wa Kenya Boniface Mwangi. Wakati walisema tu jina langu hivi, wakazima redio. Na baada ya dakika kadhaa wakaakisha. So sikujua nini endelea, lakini nisikia jina langu kwa redio. Kukosoa wengine wanasema bwana Mwangi ameingia Tanzania kwa namna isiyo sawa, hakufuata taratibu. Hakuna kasoro yote, kwa sababu mimi ni raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nikienda Tanzania ama nikienda Uganda ama nikienda Rwanda, sifai kuuliza sababu ya kwenda kwa hizo nchi, kwa sababu hata pasipoti ni moja. Ukiangalia pasipoti yangu na Tanzania na Uganda zinafanana, imeandikwa East Africa Community. Kwa hivyo sina sababu, naweza enda tu hizo nchi bila hata sababu yoyote. Na maafisa wa Tanzania wanadanganyana, kwa sababu hakuna karatasi ambayo niliandika kama nikasema kwa sababu nimeenda Tanzania. Nilienda nikapita katika immigration, nikapiga passport yangu stamp na nikaingia tu bila maswali yoyote. Lakini kwamba kama ningekuwa nimevunja sheria za Tanzania, ningeshikwa nipelekwe mahakamani, si kupitia mateso, pigwa, kufungwa. Kilichokupeleka Tanzania ni hii kesi ya kiongozi wa upinzani wa taifa hilo Tundu Lissu, au kuna mambo mengine? Nilienda kwa hiyo kesi ya Tundu Lissu, baadaye nirudi Kenya. Kwa yote haya yaliyotokea, kwa mfano, utadiriki wakati mwingine wote kuingia tena Tanzania? Ni ngumu kusema kwa wakati huu. Labda Suluhu akikufa ama atoke, lakini kwa wakati huu siwezi enda. Walinifanya mabaya mengi sana. Boniface Mwangi, mwanaharakati kutoka Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Jeshi la Uganda limetangaza kusitisha ushirikiano wa kijeshi na Ujerumani. Hii ni kufuatia madai kuwa nchi hiyo ya Ulaya inaunga mkono na kufadhili harakati za kuhujumu usalama na uthabiti wa Uganda. Hatua hii imekuja siku chache baada ya ujumbe wa Ulaya kukutana na mshauri mkuu wa Rais Museveni ambaye pia ni kakake Jenerali Salim Saleh. Ni katika mkutano huo ndipo balozi wa Ujerumani
Ujerumani alipokosoa waziwazi mienendo ya mkuu wa majeshi Muhoozi Kainerugaba na kukiuka haki za binadamu, na pia ujumbe wake wa mara kwa mara ambao unasababisha kero ndani na nje ya nchi. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo. Katika taarifa iliyosambazwa kwa vyombo vya habari na pia kupitia mtandao wa X usiku wa kuamkia leo, kaimu msemaji wa jeshi la Uganda Chris Magezi alielezea kuwa wamechukua hatua ya kusitisha ushirikiano wa kijeshi na Ujerumani kutokana na mienendo ya balozi wa nchi hiyo mjini Kampala Mathias Shawa kuhusika katika harakati za kuchochea uasi dhidi ya utawala wa Uganda. Saa chache kabla ya taarifa hiyo, mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba alikuwa amesambaza ujumbe kwenye ukurasa wake wa X kwamba balozi huyo hafai kabisa kuiwakilisha Ujerumani. Lakini kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa, madai dhidi ya balozi Shawa ni kutokana na ukakamavu wake wa hivi karibuni kumkosoa waziwazi jenerali huyo kwamba matamshi na vitendo vyake vinaleta kero kwa mataifa ya jirani na ya kigeni. Katika mkutano kati ya ujumbe wa Ulaya na baba mdogo wa jenerali huyo Muhoozi Kainerugaba, Jenerali Caleb Akandwanaho almaarufu Salim Saleh, wiki iliyopita, balozi Shawa alielezea kuwa pana haja ya kumshauri Jenerali Muhoozi kuacha kukiuka haki za binadamu kwa kusababisha mateso dhidi ya wapinzani wa babake na pia kutishia usalama wa mataifa jirani. Tunahofia kuhusu sifa mbaya inayosababishwa kwa nchi hii kutokana na mienendo ya mkuu wa majeshi na haonekani kushauriwa na mtu yeyote. Hatua ya ujumbe wa Ulaya kukutana na Salim Saleh ni kielelezo kuwa mabalozi hao wanatambua kuwa ana ushawishi mkubwa kwa kakake Rais Museveni, lakini pia kwa mtoto wao Muhoozi. Jenerali Salim Saleh aliahidi kumshauri Jenerali Muhoozi huku akiomba radhi kwa niaba yake kwa kusema, on his behalf I can apologize but I don't know what he will tweet tonight. Kwa niaba yake naomba radhi, lakini sijui ni ujumbe gani atasambaza baada ya hapo. Naomba kusitisha uhasama na tuangazie mengine. We call a ceasefire and then we sit down and talk about the situation here and there. Lakini kinyume na tamko hilo la kuomba radhi, jeshi la Uganda lilianza kuwasilisha taarifa za kumkosoa balozi wa Ujerumani kwa kuchochea uasi, na hapo jana likatangaza kusitisha ushirikiano wa kijeshi. Hata hivyo, katika kikao cha wanahabari, msemaji wa Wizara ya Masuala ya Kigeni wa Ujerumani ametaja madai hayo kutokuwa na msingi wala ukweli wowote. Kikao hicho kimefanyika leo Jumatatu mjini Berlin. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Na msikilizaji, ni wakati sasa kuweza kuyasikia yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na Saumu Njama yuko tayari kabisa upande wa pili wa studio. Saumu, karibu. Asante sana.